Ndugu waandishi, habarini za asubuhi. Nimekuja hapa kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba kuweza kuzungumza nanyi kuhusu maendeleo ya klabu yetu ya Simba, kuwajulisha wana Simba na Watanzania na wapenzi wa Simba ambao hata si Watanzania kuhusu maendeleo ya klabu yao pendwa Simba. Pamoja nami nimefuatana na makamu mwenyekiti wa bodi ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba pia, Bwana Murtaza Mangungu, na afisa mtendaji mkuu wa Simba CEO Zubeda Sakuru, pamoja na wafanyakazi wengine wa Simba, idara ya habari wakiongozwa na Bwana Ahmed. Cha kwanza ambacho napenda kuzungumza ni kutoa shukrani. Tunatoa shukrani kwa muda wote ambao tumekuwepo katika uongozi, kwa watu ambao wameifanya Simba iweze kupiga hatua kubwa. Tunatoa shukrani kwa wanasimba wote, wanachama na wapenzi, na wale wanaotakia mema klabu ya Simba. Tunatoa shukrani kwa sponsors na partners wetu wote, na kwa umuhimu wao ni vizuri kuwataja. Tuna partners wasiopungua 18 sponsors na partner. Napenda kuwashukuru Betway, J-Root, Azam TV, Mo Cola, Mo Group, Mo Assurance, Mo Foundation kwa ajili ya CSR, toaji kwa huduma kwa walengwa wanaohitaji, Premier Mobile, Serengeti Breweries, kuna Simba Mastore, kuna benki ya CRDB, NBC, NMB, Equity, na bila kusahau mdau mkubwa serikali, sababu serikali pia ni mdau mkubwa katika maendeleo ya Simba. Lakini pamoja na hayo yote, shukrani za pekee zimwendee Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwezesha hayo yote kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo si rahisi kwa klabu kuwa na sponsors, kuwa na partners wa kiwango hiki karibia 18 katika ukanda wetu wa kusini mwa jangwa la Sahara. Hii inaonyesha kwamba klabu yetu inakubalika kweli kweli. Na pia tunatoa rai watu, makampuni mengine yaje yaweze kushirikiana na Simba, na mengi ambayo yameshirikiana na Simba yameweza kufanikiwa, kwa sababu katika Afrika, katika wanasema ufikiaji wa watu, Simba ni namba 2 Afrika. Baada ya Ahali, sisi tuna platform ambazo zinafikika duniani kote. Zaidi ya watu kwenye milioni 12 duniani wanafuatilia platform za Simba za social media. Kwa hiyo ukiwa partner na Simba unaifikia dunia, sio Tanzania tu. Kwa hiyo tunakaribisha watu waweze kuendelea. Jambo la pili, napenda kuongea kuhusu swala la transformation. Nakumbusha hapa ni wasahau Air Tanzania, ni wadau wetu wakubwa. Unajua nililist wanaoleta hela tu, nikasahau wanaotoa huduma. Air Tanzania nao wanatupa huduma
tunapata discount nzuri sana kila tunaposafiri na ya Tanzania. Kwa hiyo shukrani sana ya Tanzania. Jambo la pili ambalo ningependa kuambia, mchakato wetu wa transformation ambao tulianza 2017 sasa ni 2025. Miaka mingapi hiyo? 8. Unaenda kufikia tamati. Unaenda kufikia tamati. Ni kipindi kigumu tumepita, kwa sababu huu mfumo kuacha ambako unatumika Ulaya, hasa Ujerumani, Afrika hakuna klabu inatumia mfumo huu. Kwa hiyo tulikuwa tunaona ugumu ambao mamlaka za serikali na mamlaka za soka na wizara husika, tume la ushindani, ambavyo ulikuwa unapata changamoto ya kuweza kupitisha mfumo huu. Mfumo huu ambapo unaita ni hybrid, kwa maana umegawanyika, wanachama wana hisa zao na wawekezaji wana hisa zao, ni mfumo mgeni kabisa. Lakini tunaomba kusema kwa uwazi, ni miaka 8 iliyokuwa na changamoto kubwa sana. Ilibidi kwenda tume ya ushindani, na wakati huo tulikuwa tumeshaanza na ile interim board. Wakasema kwa nini mlianza kabla ya kuja huku? Tukapigwa faini, tukalipa. Ikabidi tukapita RITA, ikabidi tukapita BMT, ikabidi tufike mpaka mamlaka za juu, ofisi ya waziri mkuu akazungumza. Lakini hatimaye mwanasheria mkuu wa serikali akakutana na vyombo vyote, akasema baada ya kupitia hizi matatizo na tumeshauriana, basi nashauri Simba na BMT mwende mkayamalize. Kikao chetu cha mwisho cha wanachama tulipitisha hii katiba ambayo tunategemea kama si leo, kesho kutwa itakuwa imesajiliwa. Sasa hili ni jambo kubwa kwa klabu ya Simba, kubwa kweli, kwa sababu sasa ndio tunaanza safari. Kwa hiyo hii miaka 8 ilikuwa ni up and down. Tunaingia sasa kwenye mashirikiano na tunaingia kitu kinaitwa shareholders agreement, kuweza kujua mwekezaji atafanya nini na wanachama nao watafanya nini. Lakini kubwa ambalo tunaenda kulifanya sasa, tulikuwa tumesimamisha kutoa kadi za wanachama wa Simba. Sasa tunaenda kutoa kadi za wanachama wa Simba, na nawahakikishieni tunaenda kuwa klabu ya kwanza tena yenye wanachama wengi, sio Tanzania tu. Mark my words, narudia, tunaenda kuwa klabu ya kwanza yenye wanachama wengi, si Tanzania tu na hasa nje ya Tanzania. Wanasimba hawa ninavyowafahamu, wanasimba hawa ambao ni wa kisasa, wanasimba hawa ambao wako tayari kujitolea kwa klabu yao, wanaenda kuonyesha mfano. Na huo mfano hautapita miezi 6 mpaka mwaka. Tutakuja kuambieni sasa tumefikia wanachama wangapi. Na hao wanachama hatutawaandikisha sokoni. Ni wanachama ambao watapitia kwenye matawi, kwa sababu ni wanachama ambao wanakuja kuwa wanahisa. Kwa hiyo ndugu wana Simba, wapenzi wa Simba, sasa tunaenda kufanya mambo makubwa, kwa sababu tutapata wanachama ambao tunastahili. Lakini la pili, tunaenda kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa. Kadi ambazo hazitapatikana hapa Tanzania, hakuna kadi za mfano wake. Itakuwa ni kadi za kisasa ambazo zitakuwa na mambo mengi sana ya faida kwa wanachama. Kwa hiyo hilo linafanyiwa kazi, mimi na makamu wangu ambaye ni mwenyekiti wa klabu, ili tupate kadi za kisasa ambazo mwana Simba akipata ile kadi sio tu kwamba kuja kuonyesha kwenye mkutano, inakuwa na mambo mengine mengi zaidi ambayo yanaweza yakafanyika. Lakini uwekezaji huu transformation kikamilika sasa, mwekezaji sasa anaenda kuweza kujenga miundombinu. Alishatuahidi kwenye board, transformation ikikamilika anaenda kuwekeza kwenye miundombinu. Kwa hilo muda sio mrefu pale Bunju panaenda kutengenezwa training facilities
za kiwango cha nyota 5 ambazo zitakuwa ni za kisasa. Kwa hiyo hili ni kubwa sana kwa wana Simba. La tatu, kumekuwa na maneno ya hapa na pale siku za karibuni. Sasa naomba niseme sisi kama bodi tunazungumza kwamba Simba ni moja. Sisi tuna bahati, tumepata mwekezaji ambaye kwanza ni mwanachama wa Simba. Na mwekezaji huyu kwanza akiteua wajumbe wa bodi karibu wote wana Simba. Kwa hiyo Simba ni kitu kimoja. Ila tunakutana kwenye shareholding kwamba huyu ana 49, huyu ana 51. Lakini wote wanaoingia kwenye bodi ni wana Simba. Kwa hiyo hayo maneno yanayopandikizwa, yanayokuja huku yote tutayaua, tutayamaliza na Simba itabaki moja. Kwa hiyo nawasihi wana Simba, sisi tuko kitu kimoja. Mimi na makamu wangu tuko kitu kimoja. Kwa hiyo Simba yote itakuwa ni moja. Na mwekezaji ni mwana Simba. Sio kama mtu ametoka, maana kuna timu zingine Uingereza mwekezaji ametoka Uarabuni, ametoka Marekani. Hapa mwekezaji ametoka Tanzania na ni mwana Simba. Kwa hiyo maneno kila siku wanachama, wekezaji, lugha za kudanganya, tunaomba kuanzia sasa zifike mwisho. Simba ni moja na tutaendelea kupigania klabu yetu, na huu ndio msimamo wa jana wa bodi. Kwa hiyo nipenda niwaeleze hayo, lakini kikubwa ni kwamba tunaandaa mfumo wa utoaji wa kadi ambao utakuwa ni wa kisasa, ambao kila mwana Simba sasa, Simba inaenda kukua. Labda niwaeleze kitu kingine. Ile hela ya 20 billion sasa iliyokuwa kwenye escrow account ikiisha itahamia kwenye account za Simba, then tutaanza kutengeneza faida. Na katika sehemu ya mapato ya kadi pia yataingia kwenye endowment fund, tutaanza kutengeneza faida. Sisi ni klabu ambayo tutakuwa na pesa nyingi kuliko klabu zote. Kwa hiyo hili ni swala la muda, tunaenda kutengeneza timu ya kisasa ambayo iko na uwazi, yenye good governance. Yenye good governance. Narudia tena, yenye good governance. Tusikubali kupotoshwa. Baada ya hayo machache, si mengi, naomba kama makamu yote la kuongeza, ambayo sikuzungumza za kuongeza, sio vinginevyo, tuko tayari kwa maswali yoyote. Leo ulizeni maswali yoyote mtaka kuuliza. Yoyote ulizeni leo. Msitoke hapa msema sisi tulikatishwa maswali. Ulizeni leo hapa. Haya. Kwa wakati hakuna, hawadai hata bonus. Hawadai chochote. Hakuna mtu anadai chochote Simba, chochote. Tena huyu mshahara wa Christmas unalipa lini? Leo okay. Tayari ushalipwa. Disemba ushalipwa. Wanadai nini? Maana unaposema tumewaathiri viongozi, tumewaathiri vipi? Tuache huko mgongano kwanza. Maana sio kama mgongano, muona wapi mgongano? Tuje kwenye wao wanaathirika vipi? Maana kuna kauli zinawaambia. Kauli za wapi? Wa Chelsea na Chiwango. Kauli za wapi? Zinasema kwamba uongozi wa juu, kwa maana ya nyinyi, kuna baadhi ya viongozi wanawaambia wachezaji kwamba chezeni chini ya kiwango ili utulivu ukosekane kwenye bodi. Kwamba kiongozi anaambia mchezaji chini ya kiwango. Sio kweli. Sio kweli. Ngoja nikwambieni jamani. Kiufundi sisi tumepata shida ni kwa sababu kocha tulianza naye msimu, akasajili timu, akatrain mwezi mzima, pre-season, akaondoka bila kutarajia. Ikabidi tafute kocha ambaye ataingia immediately. Naye hakukizi vigezo vyetu. Kwa hiyo ikabidi naye aondoke. Kwa sababu ya NDA. Unajua NDA ni nini? Non disclosure. Mnaachana lakini hamtaki kusema kwa sababu ya protection. Lakini tuliona kwamba bora tuachane. Kwa sasa hivi tutapata kocha. Umenielewa? Umeona timu ilivyonania? Cha pili ambacho hata mtu mmoja ameweza kusema.
Mechi ya kwanza sisi na Ngao, central defender dependable Hamza injury. Baada ya siku mechi gani ile, goalkeeper dependable Kamara akafanya nini? Kaumia. Juzi tuko pale nani wapi? Bamako, central defender mwingine namba 1 injury. Niambie timu gani Tanzania hii itampoteza goalkeeper na 2 central defenders wa kwanza wote watoke, Afrika cheze mechi kubwa ikashinde? Niambie. Hiyo ndio matatizo ya kiufundi. Hayo ndio matatizo ya kiufundi. Na hakuna hata mtu mmoja, nyinyi si waandishi wa habari, ambaye kusema hicho kitu. Toa timu yote Tanzania hapa, toa goalkeeper namba 1 na mabeki wakati wawili, afu icheze mechi kubwa, uone kama itashinda. Labda kwa msaada wa refa unamfanyikaga ule. Kwa hiyo ndio kiufundi. Ndio kiufundi, lakini maneno yanakuzwa. Sasa Simba kwenye ligi imecheza mechi ngapi? Imepoteza mechi. Kelele utafikiri kesho mwisho wa dunia. Simba International imepoteza mechi hizi bado 4. Kelele utafikiri sio kitu gani? Hatuwezi kuingia. Sawa, tusipoingia nani robo finali, it's very bad. Tukusudia. Mwaka jana sikuwa timu ya kuingia robo. Si mwaka jana timu ya kuingia robo. Kelele zilikuwepo. Mlikuwa mnapiga kelele? Kama mnapiga sasa hivi, hata ile makundi yenyewe hajaisha. Makundi yenyewe hajaisha. Mwaka jana sina mwambieni, mwaka jana kwa timu ya kuingia robo mlipiga kelele. Tuongee mpira. Wana Simba msitoe kwenye reli. Tu support timu yetu. Kuna hivi sponsor nani vinaandika tunavijua, lakini wana Simba mtu anaunda tu. Morris anaingia Januari, si timu gani? Akienda hata TFF anajua mkataba wa mchezaji unaisha lini. Lakini anaandika tu. Sasa hizo kelele hizo zinatengenezwa. Lakini sisi bodi tuko imara. Tuko imara kweli kweli. Mimi na mwenyekiti wangu kwa siku tunaongea zaidi ya mara 5. CEO wangu tunaongea naye karibu mara 12. Na wajumbe wengine wa bodi. Tuko imara. Tutakuja na tutengeneza taasisi imara. Tunakaa vikao, tunafanya maamuzi. Nyie mnafanya vikao kila siku. Sasa unataka sisi tukae gorofani mtu mmoja amue? Ndio good governance hiyo? Sisi tunaamua kama bodi. Na bodi pale kuna watakaotoka wataingia. Watajifunza kitu. Sasa kama naamua mtu mmoja, siku akifariki au kiondoka, kutakuwa na kujifunza. Natakiwa mpira wa mtu mmoja. Mpira wa wapi huo? Hakuna mpira wa taasisi ya wapi? Sio kama nimejibu swali lako. Bwana, hii mambo ya kusema si mimi nipenda unajua swali lake zuri sana. Amezungumzia hapa, ananisikia. Mimi naweza kusema kwa kelele. Mimi ningependa, unajua unaposema kuna mgogoro. Unaposema kuna mgogoro, ni vema ubainishe anayegombana ni nani na nani. Yaani upande huu na upande huu. Lakini wewe ulienda mbali, ukasema upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Sasa mwanachama yupi? Mimi na mwenyekiti huwa tunaongea mara nyingi, tunazungumza, tunakaa vikao. Hata jana tulikuwa kwenye kikao pamoja. Labda kama Mohamed Dewji ndio unayemaanisha, mimi nimeongea naye mara mwisho jana saa 8, na tulikuwa tunaongea mambo mengine tu hayahusiani na mpira. Wachezaji unasema wanaweza wakaambiwa hivi, mchezaji profession anayelipwa mshahara ametoka kwao kuja hapa kwa ajili ya kucheza mpira, unaweza ukamuinfluence ukamwambia wewe cheza chini ya kiwango akacheza? Atako mwenda wazimu huyo, na hafai kuwepo Simba. Sasa haya ni mambo ambayo yanazalishwa
Na ninyi waandishi, bahati nzuri hamtumii muda wenu kuassess vitu. Mtu anasema siku hizi kuna VTV kandili. Ukisha mpira unasemaje? Wale watu wanakuwa wanaandaliwa kabisa. Na ndio maana wanaojua kule vichochoroni kule. Ukienda uwanja wa Taifa pale kwenye upande wa pili kule, unawakuta watu wamekaa, yani wanamulikana na tochi kabisa ili wahojiane. Hayo sio sawa. Kuna moja wewe ulitaka kulisema lakini umeliacha. Kuna mtu anasema siri zinatoka. Sisi tunacheza mpira. Simba Sports Club kwa sasa mchezo wetu namba 1 ni mpira. Kama wao wana michezo ya siri, waendelee na michezo yao ya siri. Sisi hatuna jambo la siri. Siri gani inayotoka? Timu inafanya mipango yake, tukiwa na taarifa zinazohusu kujulikana kwa umma zinatolewa. Sasa ambaye anasema kuna siri zinatoka, zinaenda, sisi hatuna mchezo wa siri. Sisi tunacheza mpira. Nadhani nitaka kuongezea hayo. Sawa. Swali lingine? Naam, karibu.